Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante sana tena katika siku ya leo. Ninaomba nguvu na uwezo wako. Naposema maneno haya matakatifu, yanapaswa Baba kuongewa na malaika wako watakatifu, lakini umenipa nafasi na fursa hii. Ninaomba Bwana nisije nikaongea mimi peke yangu, ongea pamoja nami. Katika jina la Yesu, amina. Ya, msikilizaji na ndugu mtazamaji katika masomo haya, kipindi kilichopita tulijenga msingi wa kitabu cha Mwanzo kilivyo cha muhimu. Sasa siku ya leo ni siku ambayo napenda nikufunulie kitu kimoja kwa neema na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuone jinsi ambavyo kitabu cha Mwanzo kimesema mbegu, kuna mbegu zitakazotoka, na especially baada ya dhambi Mungu akasema kuna mbegu itakayotoka kwake na itakuwa na itaenea. Lakini vile mbegu hiyo ni kwa sababu gani itakuwepo hiyo mbegu? Sababu mbegu hiyo inakuwepo kwa sababu kumekuwa na mbegu ovu imepandikizwa, na sasa analeta mbegu kubwa zaidi ya vile ambavyo mwanadamu anaweza kutegemea, mwanadamu akiwa amekata tamaa. Kwa hiyo tutaelezea leo joka, maana yake nini? Nisema kwenye Ufunuo vile. Mwanamke tunaelezea ni nini? Nisema kwenye Ufunuo. Mbegu ni nini? Kwa hiyo tutafute joka, mwanamke, mbegu waliosemwa kwenye kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 15. Ni akina nani? Maana ndio chimbuko la ama amani ama uangamivu katika dunia hii. Na ukianza kuisoma, nilisome hili fungu ili tuweze kuendelea. Tunaposoma tunakuwa tukielewana kwamba kwa nini tunataka kutafasiri joka, mwanamke na mbegu au uzao. Watu wamezoea uzao. Kwa nini tunataka kuangalia hiyo? Anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Si ndio tunaoona uadui huo ulioko sasa hivi? Uadui upo, ukiona kati ya uovu na wema. Ni uadui mkubwa kati ya haki na uovu. Wani watu wamependa uovu sana. Sasa tunataka tuangalie, na hii ni baada ya dhambi ndio ikatokea huu usemi. Na hii statement alikuwa anaambiwa, Mungu anamwambia joka, anamwambia nyoka, anamwambia kitu cha namna hiyo. Sasa ili kujenga msingi tunaanzia katika Mwanzo 1 fungu la kwanza. Tutalinganisha na Yohana 1 fungu la kwanza mpaka la 3. Mwanzo 1 fungu la kwanza anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yaani tunaona hapo kuna mwanzo, kuna Mungu, kuna kuumba mbingu na nchi, kuna kuumba mbingu na nchi kwenye hicho kitabu cha Mwanzo. Lakini Yohana vile anasemaje? Yohana 1 fungu la kwanza 1 mpaka 3 anasema, hapo mwanzo, na kama ile mwanzo ya kwenye Mwanzo. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, na kwenyewe kulikuwa na Mungu kule kwenye ile mwanzo. Naye neno alikuwa Mungu. Ndio, kulikuwa na Mungu. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Ndio. Sawa? Vyote vilifanyika kwa huyo. Tunaona uumbaji. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo una conclude nini? Unahitimisha nini? Unaona kumbe muumbaji alikuwa ni Yesu. Maana yake neno tunajua kabisa ni Yesu. Neno Yesu anaposema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Kumbe muumbaji wakati anaumba hapo, muumbaji alikuwa ni Yesu. Kwa sababu ukianza tunasema neno ni Yesu. Kwa nini? Fungu la 14 anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yesu huyo. Na ndio maana tunasema neno huyo ni Yesu, ni muumbaji. Yeye ni muumbaji. Neno gumu kweli kwa watu ambao kitabu cha Mwanzo hawatakisoma vizuri wakakielewa. Yaani ni neno linakuwa
kwa kweli ni neno gumu kweli kweli. Kwa hiyo mwanadamu kupewa pamoja na Yesu kuwa muumbaji, pamoja na Yesu kuwa muumbaji, aliweka mfalme ambaye ni nani huyo? Mfalme huyo alimweka pamoja na Malkia ambaye ni Adamu. Alimweka Adamu, akamweka pale. Kwa hiyo alimweka katika bustani ili aweze kuitawala. Kwa hiyo mwanadamu akapewa uendeshaji na utawala. Ukiangalia katika Mwanzo 1 fungu la 28, Mwanzo 1 fungu la 28 anasemaje? Mwanzo 1 fungu la 28, hebu tusome. Anasema Mungu akamwambia, akawabariki Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, anaanza baharini, na ndege wa angani, anaenda juu, na kila chenye uhai kitambaacho anakuja chini. Sasa ukishakwenda baharini, ukaenda kwenye ardhi, ukaenda angani, ina maana tayari umeimaliza dunia. Na ndio maana akasema mkatawale dunia. Ni sasa mtu angesema katawale dunia. Kwa hiyo dunia baada ya kuwapa kutawala, kwa sababu Adam na Hawa hawakuomba wao kuumbwa, hawakutuma maombi kwamba naomba tuumbe. Kwa hiyo Mungu akawapa masharti wachague, kwa vile yeye ndiye aliyewaumba. Chagua uzima wa milele, uishi milele, au chagua vinginevyo kinyume chake. Kwa hiyo akawapa masharti pale kwenye Mwanzo 2 fungu la 16 ambalo linasema kwamba uchague kifo au kuishi. Chagua kifo au kuishi. Mwanzo 2 fungu la 16 anasema kwamba Bwana Mungu akamwaagiza huyo mtu akisema, matunda ya mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya hayo usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Lakini Mungu hakumwacha tu hivyo, pamoja na kwamba alipa masharti, akampa na mti wa kuendeleza, kuwa anaenda anaweka kama chaji, mti wa uzima. Yaani akila, yaani kama tunavyochaji hii simu. Ukila, yaani maisha yako yanaenda milele na milele na milele. Angalia walivyokuwa kabla ya dhambi. Walikuwa uchi, wote walikuwa uchi. Ukisoma Mwanzo 2 fungu la 25, wote wawili walikuwa uchi, walikuwa na vazi la utukufu wa Mungu. Walikuwa wamevalishwa vazi la utukufu wa Mungu. Ukisoma kwenye Zaburi 104 fungu la 1 mpaka la 2, utaliona kabisa kwamba vazi la Mungu ni utukufu wake. Vazi la Mungu walikuwa yaani uchi huu tunaosema huu sio ule ambao tunaofahamu sisi. Ni vazi la utukufu wa Mungu. Hata hivyo, kuvunja masharti kulileta madhara kwao. Yaani Mwanzo 3 fungu la 7, angalia walipovunja hayo masharti waliokuwa wamepewa, ndio uhuru wa kuchagua. Wakafumbuliwa macho, fungu la 7, 3 fungu la 7. Na watu wawili wakajua kuwa wako uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Yaani wakajiona wamepungukiwa, wakaenda kujificha, wakaanza kuwa na hofu baada ya kuvunja hayo masharti. Wakajiona kwamba wako uchi. Hata hivyo, na fungu la 10, hebu tulisome fungu la 10. Fungu la 10, la 9 kwanza. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Fungu la 10 anasema, Adamu akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa. Tayari uoga ukaja. Dhambi inaleta uoga. Kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Unaona hiyo? Ndio fungu la 11 anasema, Mungu akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliokuagiza usiyale? Mungu anasema hayo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kunakuwa na hatia, kunakuwa na lawama, kulikuwa na hofu, kunakuwa na woga kwa mara ya kwanza.
kunakuwa na ubinafsi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo mamlaka ambayo alikuwa amepewa na muumbaji huyo tuliyomsoma huko juu kwamba yeye ni muumbaji Yesu Kristo, hayo mamlaka aliyokuwa amepewa yakachukuliwa na yule aliyemdanganya. Mamlaka yakachukuliwa, na ukitaka kuona, hebu twende katika Luka ngapi? Luka 4 fungu la 5. Luka 4 fungu la 5 nasema kwamba akampandisha juu, ni wakati Yesu sasa anajaribiwa, akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii. Kuonyesha kwamba shetani alikuwa tayari ameshajimilikisha baada ya kuwadanganya make waliopewa kutawala wameshindwa kuhimili mashariki. Kwa hiyo sasa anakuja Yesu katika dunia hii ili kwamba aweze kutukomboa, lakini shetani anamwambia niabudu, nitakupa hii miliki, nitakupa akasema nitakupa, akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, na kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo, nampa yeyote kama nipendavyo. Ni nini alichotaka kumpa Yesu? Alichokuwa anataka kumpa heshima ile, kama yani anaonyesha kabisa kwamba hii nimeinyang'anya mimi, imekuwa ni ya kwangu. Ilikuwa inatafuta heshima. Ya pili, ibada. Kama jinsi ambavyo sasa hivi shetani ameleta ibada zake hapa duniani, na kwa kweli amefaulu kiwango fulani, wake watu wanaabudu, yaani watu wanaoabudu upande wa shetani ni wengi kuliko wanaomwabudu Mungu. Hebu angalia hata wakati wa Ayubu, uweze kuona jinsi shetani alivyochukua. Alichukua kwa kweli, alijichukulia mamlaka shetani. Ayubu 1 fungu la 7. Ayubu 1 fungu la 7 anasema, Bwana akamuuliza shetani, unatoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku. Ina maana yuko kwenye territory lake, kwenye mipaka yake, yuko katika umiliki wake. Sasa tunapojenga mstakabali huo, tunataka tufanye kitu fulani. Ahadi ya kwanza ya Mwanzo 3 fungu la 15 ndio hapa, baada ya shetani kuwa amejimilikisha, ya kwamba nitafanya uadui kati yako na huyo mwanamke. Ndio Mungu sasa anakuja kwa kweli, uadui wa kwanza. Hebu ngoja tuone kwanza maneno haya ambayo tunayasoma kwenye Mwanzo 3 fungu la 15. Haya, alikuwa anaambiwa nyoka. Alikuwa anaambiwa nyoka. Ndio. Na Adamu alikuwa anasikiliza, akagundua kuna ahadi. Adamu akagundua. Hebu tuyarudie tena tusichoke yale maneno yale ambayo Mungu alikuwa anamwambia nyoka. Alikuwa anamwambia fungu la 15, 3 fungu la 15. Anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako wewe nyoka na huo uzao wa huyo na uzao wake huo. Utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Yaani utapondwa kichwa nyoka na wewe utamponda kisigino. Kwa nini Mungu anakuja kwamba anaweka uadui? Kwa sababu alipomdanganya nyoka, shetani, tukisema nyoka ni ibilisi, alipomdanganya Adam na Hawa, ndio uadui wa kwanza ulitokea pale. Huu uadui anapokuja kuweka Mungu, anarudisha kutoka kwenye uadui wa kwanza. Kwa nini? Angalia, walipodanganywa Adam na Hawa wakawa na uadui na Mungu. Hata leo, yaani ukikuta neno la Mungu linahubiriwa, mtu hana hamu kabisa ya kusikia. Yaani mtu anapita mbali na neno la Mungu. Huo ni uadui uliowekwa na shetani mwanzoni kabisa. Akakimbia porini, akaenda kujificha, akaenda mbali. Yaani uadui, kama Adam angeachwa, angetokomea mbali kabisa. Yaani shetani aliweka uadui wa Adam na Mungu. Yaani ulikuwa ni mkali, mzito wa aina yake.
Yaani unapoona sasa hivi hali, ukiweka disco sasa hivi barabarani hapo watu watakusanyika, lakini ukiweka pale neno la Mungu linasemwa, yaani watu wanatoka wanafyonza tu. Yaani uadui uliowekwa pale na joka ulikuwa ni mzito. Yaani uangalie hata wewe mwenyewe, je, ibada ndani ya mwili wako hivi iko willing, iko radhi kwenda kufanya ibada, kwenda kanisani? Yaani unaenda kwa unyonge kabisa. Lakini ikisemwa kwenda sijui kwenye kazi au kwenye shughuli fulani, hata kama mvua inanyesha, yaani unakimbia. Ni ule uadui ambayo shetani aliweka ndani ya miili ya wanadamu. Bahati mbaya tumezaliwa kutoka katika uzao wa Adamu. Sasa Mungu akaona hii nitampoteza Adamu, na yeye akaweka uadui, akakaunta, akarudisha. Angalau sasa hivi watu wa Mungu wapo ambao wanamcha Mungu, wanaokubali neno la Mungu wapo. Asingeweka Mungu uadui huo, yaani mwanadamu angepotea milele zote, angetokomea mno. Adamu yaani asingepatikana kabisa. Kwa hiyo joka, unaona sasa hapa uadui huo ulikuwa kati ya joka na mbegu. Ni nini? Uzao wa nyoka, mbegu hiyo, na uzao wa mwanamke. Sasa uzao wa nyoka ni wana wa wanadamu. Hebu tuone kwenye Yohana tuone uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka, Yohana anaelezea uzao wa nyoka ni akina nane. Anawaambia Wayahudi, Yohana 8 fungu la 44, anawaambiaje? Anawaambia kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli. Yaani ukikuta mtu kweli hataki kuichunguza, yaani huyo ni wa Ibilisi, kwamba hutaki ukweli ni nini. Yaani unaenda kanisani tu, huwezi kujua kwamba hivi hapa nafundishwa kweli au unadanganywa. Yaani ukweli huna hamu nao. Anasema huyo ndio uzao wa nyoka, huo uzao wa nyoka. Yeye nilikuwa namwambia rafiki yangu kwamba mbona tumesoma mavolume makubwa sana huko, tulipokuwa tunasoma katika vyuo huko. Tunasoma mavitabu mengi makubwa. Yaani Biblia hiki ni kidogo sana kwa mavolume tuliyoyasoma, na yote tulikuwa tunataka yaende kichwani. Habari gani kuhusu mambo ya uzima wa milele ya Mungu? Biblia inachosha, hatuwezi hata kuisoma. Yaani kuonyesha ni uzao wa nyoka. Hebu tuendelee, tulimalizie hivi. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, na hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, kusema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Yaani ni kwamba watu wamewadanganya, tena wamewadanganya kidogo. Yaani na shetani anafanya kitu kimoja kizuri. Anafanya, yaani anaweka ukweli mwingi na kauongo kadogo, kiasi kwamba yaani mtu atang'ang'ania kwenye ule ukweli, kale kauongo anakaacha. Anaona aibu hata kusema. Yaani ukitaka ukasema hapo, yaani anakuwa mkali kweli. Yaani Ibilisi ndivyo anavyofanya. Kwa hiyo huo ni uzao wa nyoka. Uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke, twende katika Wagalatia tuone uzao wa mwanamke. Wagalatia 3 fungu la 16 anasema kwamba basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao, ni mzao mmoja, kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja kwa mzao wake, yani Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema mzao, ule mzao utakao mponda kichwa shetani ni Yesu Kristo mwenyewe. Atakavyomponda kichwa pale msalabani, ndiyo ataumiza, atamsababishia majeraha, atamsababishia shida. Yesu nyoka atamsababishia shida, lakini hiyo ni sawasawa na kupondwa kisigino tu. Hebu tuone tena Wagalatia 4 fungu la 4, tuone uzao wa mwanamke. Mwanamke tunajua ni kanisa. Mwanamke ni kanisa. Wengi wanachukulia mwanamke 4 fungu la 4. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Tukija kwenye mafungu kama haya, kumuelewesha mtu ni ngumu kweli. Yaani yeye anachukulia tu aliyezaliwa na mwanamke, anamchukulia Bikira Maria tu basi. Yaani ndiye aliyemzaa. Akisema amezaliwa na mwanamke, ametoka katika genealogy,
ukoo wa kanisa lake lililotoka tangu Edeni. Edeni lilikuwepo kanisa, likapita katika Amerika, kanisa likasafiri. Wana wa Israeli lilikuwa ni kanisa hilo linasafiri. Lina sifa moja tu, sifa moja tu. Lina sifa kwamba la utiifu. Niangalieni mimi, mzitie amri zangu. Lina sifa hiyo. Hizo sifa sio kwamba zinaokoa. Anayeokoa ni Yesu Kristo mwenyewe. Lakini sifa hilo linalo moja tu, amezaliwa. Hata hilo ambalo linakuja sasa wakati wa Yesu, kwamba unaliona kwamba sasa kanisa lenyewe Waisraeli mbona walikuwa waovu? Mbona kama hiyo taifa ndio lilikuwa kanisa, mbona lilikuwa ni ovu? Ndio, uovu ulikuwepo. Uovu na watiifu walikuwepo. Ndio maana walikuwepo akina Simeon, walikuwepo akina Hana. Ndio maana wanafunzi walipatikana hao. Walikuwepo wachache. Yaani kanisa lake lina watu wachache. Watu wale wengi inakuwa ni takataka. Hata sasa hivi ukienda kwenye kanisa, hata liwe kanisa la Mungu namna gani, utakuta kuna takataka nyingi. Lakini utakuta kuna watu wa Mungu mle ndani. Wapo watu wa Mungu. Kwa hiyo sehemu zote utakuta kwamba waliomzaa Yesu walikuwa wanatajwa. Hebu angalia mbegu ili uone hiyo mbegu. Mbegu hiyo utaiona sehemu fulani katika Mathayo 1 fungu la 16. Uione hiyo mbegu. Mathayo 1 fungu la 16. Moja nafikiri fungu la 16 anasema, Yakobo akamzaa Yusufu mmewe Mariamu aliyemzaa Yesu. Hebu angalia jinsi ambavyo Mariamu anatoa kielelezo, yani kielelezo ni istiari ya kanisa, anatoa hiyo. Yani huko kwingine kote wanasema sijui mwanaume Azori akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Hakimu fungu la 14, Hakimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eliaza, Eliaza akamzaa Matani. Lakini inapofika fungu la 16, Yakobo akamzaa Yusufu mmewe Mariamu aliyemzaa Yesu. Hasemi tena Yusufu aliyemzaa Yesu. Mariamu yani ina change kutoka kwenye wale wanaume inakuja ili unabii utimie kwamba Mariamu anawakilisha kielelezo cha kanisa kwamba linazaa Yesu. Anazaliwa Yesu, ndio maana imekuwa ni kielelezo. Ni kama kielelezo kule kwenye Mwanzo kule. Tunapoona kwamba utakuwa na uadui na huyu mwanamke, wetu wengine wanafikiria ni yule Hawa, wanafikiria ni yule Eva. Kumbe linasemwa kanisa hapa. Linasemwa kanisa. Hapo linasemwa kanisa. Kwa hiyo tunapokuja hapa, mbegu hiyo katika Ufunuo unaiona katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho unaiona mbegu hiyo ambayo imetajwa hapo. Na hiyo mbegu, hebu tusome katika Ufunuo 12. Ufunuo 12 fungu la kwanza anasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Nyota 12 hizo utaziona ni kama kule kwenye watoto wa Yakobo waliounda kanisa, wakaunda taifa la Israeli, ndio kanisa hilo. Nao walikuwa 12. Ukienda ukasoma huko, ndio maana nasema kanisa lazima lisafiri kote mpaka mwisho wa wakati. Hapa na penyewe kwenye unabii ndio hiyo nasema kwamba nyota 12, yaani kulikuwa na mitume 12, ni kanisa hilo. Naye alikuwa na mimba akilia hali ya utungu wa kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7 inakokota, na mkia wake wakokota theluji ya nyota za mbinguni. Fungu la 5, hebu twende. Naye akamzaa mtoto mwanaume, naye akawachunga mataifa kwa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hadi kwa Mungu, na kwa kiti chake cha enzi akanyakuliwa hadi mbinguni. Joka hapa anaonekana jinsi ambavyo Herode alivyomtafuta Yesu. Alimtafuta Yesu wakati ule anazaliwa Bethlehemu, Efrata kule. Yaani watoto wote kaamuliwa wauawe. Unabii huu unaonesha kabisa, ulionwa kwamba joka akasimama akitaka ameze. Anataka ameze ili mzao asionekane. Tutaona kwenye somo linalofuata, ili mzao asionekane.
Kwa hiyo unakuta shetani alimfuatilia Yesu kila sehemu. Tutaona somo linalofuata, yani mpaka utashangaa. Hebu Ufunuo fungu la 9 na lenyewe linasemaje? 12 fungu la 9. Anasema kwamba yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu. Yaani mtaji wa Ibilisi ni udanganyifu. Na ulimwengu umedanganywa kweli kweli. Audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Anaposema akatupwa, sio ule wakati wa kutupwa kule kutoka mbinguni. Ni pale msalabani, pale msalabani akashindwa kabisa. Joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi Shetani, audanganyaye ulimwengu, akatupwa nje. Na Yesu pale akasema, huyu anayekuja kwangu hana kitu kwangu, hana kitu cha kunijaribu. Huyu utamtupa, na akamshinda na akasema imekwisha. Pale msalabani akasema imekwisha. Kwa hiyo Kaini kama joka, Kaini akawa kiwakilishi, anatumia sasa wafasi wake kama joka kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 3 fungu la 12. Kwa hiyo shetani sasa alipoona ule usemi, anaambiwa na Mungu kwamba nitafanya uadui, nitafanya uadui kati yako wewe na huyu mwanamke. Anaambiwa shetani. Shetani aliogopa sana. Kwa hiyo aliogopa ujio wa mbegu wa uzao, na akaamua kwamba shetani atauzuia, atafanya kila njia auzuie, akafanya kila njia auzuie. Na ndiyo maana hapo tunaona kuna uadui, kuna mwanamke, kuna joka. Na alipofanya hivyo, akatengeneza na yeye akarithisha katika wale wafasi wake, wakawa nao wana mtindo wa joka. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana 3 fungu la 12. 3 fungu la 12. Akarithisha. Anasema si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu. Naona jinsi ambavyo joka amerithisha kwa Kaini. Amerithisha hapo kwa sababu akiamini kwamba Kaini ndio yule mzaliwa, anayezaliwa atakayemponda. Shetani ndiye alikuwa anajua hivyo, kwamba kumbe kuna mzaliwa atazaliwa kutoka kwa Adamu. Kwa hiyo Kaini alipozaliwa tu akamwandama kwa nguvu zote, na matokeo yake akamteka. Alipomteka akaitwa na yeye Kaini wa yule mwovu, na alichokifanya Kaini ni kumuua ndugu yake. Kwa hiyo akamuua ndugu yake, naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, na yale matendo ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Unaona hiyo? Haki na ubaya vinaanza kujitenga. Kwa hiyo anaanza kutafuta mzao ili amwangamize. Shetani anatafuta mzao ili aangamize kwenye mbegu hizi, mbegu mbili hizi, Kaini na Habili. Kwa hiyo ili kurudisha mavazi, ili kurudisha ushindi, Yesu aliamua kumvalisha Adamu mavazi ya ngozi. Mwanzo 3 fungu la 21. Mwanzo 3 fungu la 21. Hebu angalia vile vile Mwanzo 2 fungu la 17, anasema kwamba aliishiwa utukufu. Kulikuwa aliambiwa kwamba hakika utakufa. Na alipoambiwa siku utakapokula hili tunda, siku hiyo utakufa. Mwanzo 2 fungu la 17. Hivi unaanza kujiuliza kwamba hivi kweli siku ile kweli Adamu alikufa? Siku ile ambapo alikula hilo tunda alikufa? Maana yake Mwanzo 2 fungu la 17 linasema kwamba siku hiyo utakayokula hilo tunda hakika utakufa, na Mungu hasemi uongo. Na Adamu tunaona kwamba hakufa. Lakini jibu ni kwamba ni kweli kulikuwa na kifo. Kulikuwa na kifo mbadala. Ni kweli kulikuwa na kifo siku hiyo hiyo, kama Mungu alivyosema siku hiyo hiyo. Hebu tusome, tusome hii Mwanzo. Siku hiyo hiyo kulikuwa na kifo. Siku hiyo hiyo. Na kifo hicho Mwanzo ngapi? Mwanzo 3 fungu la 21. Mwanzo 3 fungu la 21 anasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akamvika. Mavazi ya ngozi, kulikuwa na sacrifice, kulikuwa na kafara.
mwana kondoo aliyetolewa hakufanya kosa lolote, ambaye ni kiwakilishi cha Yesu Kristo. Kifo hicho kwa kweli kilikuwa kinawakilisha, kwa sababu kondoo yule alikuwa anakufa badala ya Adamu na Hawa. Kwa hiyo na kondoo yule ni kielelezo cha Yesu Kristo. Kielelezo cha Yesu Kristo kinafanyaje? Yesu anatuvalisha vazi la haki tunapomwamini yeye. Kwa sababu yeye alikufa akaipata ile haki, tunavaa vazi la haki kama jinsi Adamu alivyovalishwa ile ngozi pale alivyovalishwa. Lakini ni baada ya kifo, baada ya kulipa adhabu. Yesu alilipa ile adhabu. Mwana kondoo yule naye anachukua adhabu, na ndio maana anachinjwa. Kwa hiyo kifo kilikuwepo siku ile Adamu na Hawa walipokula lile tunda, kifo kilikuwepo. Na mpango huu umesemwa mara nyingi kwenye Ufunuo, umesemwa kwenye Petro. Hebu tusome kwenye Petro kwamba mpango huu ni wa milele. Watu wengine wanaweza akajiuliza, yani na maana Mungu anajua. Hebu tusome kwanza afu tutafanya maelezo. Anasema Petro, waraka wa kwanza wa Petro 1:19. Anasema kwamba bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yetu. Kwa hiyo mpango huu uliwekwa kabla ya kuumbwa dunia, na uliwekwa kwa sababu Mungu ni wa upendo. Kuna wakati fulani niliwaambia kwamba kuwa na upendo ni riski. Kwa sababu riski ni kwa namna gani? Kwa sababu mtu unampa uhuru wa kwenda kupende au asikupende. Kwa hiyo ndio maana Mungu wetu ni wa upendo, na riski hiyo aliichukua Yesu Kristo. Riski yani hatari, kujihatarisha. Alichukua Yesu Kristo. Kwa hiyo serikali ya Mungu tangu zamani ilipoamua kwamba serikali yetu ni ya upendo milele. Actually sio kwamba iko hivyo, sio kwamba waliamua siku hiyo, hapana. Iko hivyo. Kuna wakati niliwaambia kwamba kuna watu wana challenge Utatu Mtakatifu. Nikaambia hivi, upendo unaweza kupatikana mtu akiwa peke yake? Yaani nafsi ikiwa peke yake, upendo utadhihirikaje? Ndio maana Mungu ni wa upendo, ndio maana kuna nafsi tatu. Kwa hiyo upendo huo ndio unao dictate, yani unaoamua kwamba kwa kweli ni lazima tu kwamba upendo utolewe na maamuzi kwamba mwanadamu huyu tunayeumba hawezi akapotea. Kama ikitokea amefanya dhambi, niko tayari kwenda na Yesu Kristo. Nafsi ya pili ya uungu ilikuwa tayari. Sasa kama mwanadamu anaweza akaweka kielelezo hafifu kabisa, nikitoe hafifu kabisa, kama mwanadamu huwa anaweka bima kwenye gari lake analolipenda. Yaani Yesu kweli kuja kufa kwetu kama nafsi inashindikana nini? Kwa hiyo tangu kuwekwa misingi ya dunia, na ndio maana kondoo alikufa pale. Na tangu zamani Ufunuo tuone. Ufunuo na yenyewe 3 fungu la 8. Ufunuo 3 fungu la 8. No, Ufunuo 13 fungu la 8. Anasema kwamba na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudia kila mmoja ambaye jina lake halikuandikwa kumsujudia nani? Yule mnyama. Watu hawapendi sana kusema mnyama huo. Atalisujudia jina lake ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi wa dunia. Tangu zamani plani hiyo ilikuwepo. Mpango wa ukombozi Mungu aliweka, ulikuwepo tangu zamani. Kwa hiyo maelezo ya Mwanzo 3 fungu la 15 kwamba nitaweka uadui kati ya joka na mwanamke na kati ya uzao wake na uzao wa yule mwanamke na kati ya uzao wa mwanamke pamoja na joka, yaani hayo maelezo hayo yameelezwa katika kitabu cha Ufunuo vile 12 fungu la 9. Na halafu joka aliposhindwa, nisikilize vizuri, Shetani alipomfuatilia sana uzao wa mwanamke ambaye ni Yesu, akamfuatilia akamshinda pale msalabani. Alimshinda, akatupwa chini. Maana yake Shetani alikuwa na uwezo sasa wa kwenda katika malimwengu na sayari zingine huko. Maana yake kabla Yesu hajamshinda pale msalabani alikuwa anaweza kwenda. Tutaona kwa Ayubu. Alienda kule akahudhuria kuwakilisha vikao vya hapa duniani kama yeye ndio mwakilishi. Lakini baada ya kifo chake alitupwa huko chini.
Sasa alipomshinda Yesu, alipomshinda shetani pale msalabani, shetani akaamua sasa kwamba sasa mimi nitashughulika na wazao wa mzao, yaani wafasi wake mzao. Hebu isikilie kwenye Ufunuo 12 fungu la 17. Hii ipo. Anasema kwamba joka akamkasirikia yule mwanamke. Hebu nisome, nianze kutafasiri hii kitu, ni paraphrase. Anasema joka akamkasirikia lile kanisa. Maana mwanamke ni kanisa. Joka akalikasirikia lile kanisa. Ndio hii, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita ya wazao wake. Yaani sasa Yesu ameshamshinda, sasa akalikasirikia kanisa ambalo kuna wazao wake. Kwa hiyo akaenda zake afanye vita nao. Na ndio maana vita iliyoko sasa hivi ni joka na Wakristo wanaomtii Yesu. Yaani amewakasirikia kweli kweli, kila sehemu wanachukiwa. Yaani hamna pa kukanyaga. Na mwishoni itatengenezwa new world order kama ile ya Babeli. Na siku ya kuabudu itawekwa moja, siku ya Jumapili itawekwa moja, na sheria mbalimbali. Lakini watachukiwa, wataonekana kama wasaliti. Ndio wanaosababisha ulimwengu na feri katika uchumi, katika mambo mengine. Hiyo kwenye unabii ipo. Na hili fungu anasema akamkasirikia yule mwanamke, akaenda afanye vita juu ya wazao wake. Waliosalia ni watu gani hao? Hebu angalia watu hao. Unabii unavyosema. Waliosalia watu gani? Wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Mambo mawili lazima watu wa Mungu wawe nao. Tangu Edeni, wazishikao amri za Mungu wanaambiwa kabisa lazima kushika amri za Mungu, lazima kuwa watiifu. Halafu na nini? Na ushuhuda wa Yesu. Ndio maana Yesu anajitokeza kwa kielelezo chake pale cha kutoa vazi, kutoa mwana kondoo, akimwakilisha yeye, na waliendelea kutoa kondoo. Yaani reflection yao ni kwa ajili ya Yesu atakayekuja kufa msalabani kwa ajili yao. Wao wanaozishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo anasema kwamba heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi kwa ajili ya haki, furahini kwa ajili, furahini. Hebu Mathayo nisome vizuri. Mathayo 5 fungu hili ni Mathayo 5 fungu la 12. Mathayo 5 fungu la 12 anasema, furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Unaona hiyo? Ni shetani huyo. Ameanza nini? Ameanza kumfuatilia. Kwanza alianza kufuatilia uzao akagundua kumbe napofuatilia uzao, mimi nilifikiria Kaini ndio uzao, nikamuudhi, nikampotosha. Halafu nikamwamuru na Kaini, nikafikiria kwamba labda amepewa sasa Habili, na yeye nikatumia akauawa. Lakini tena akaja uzao ule ukaenda kwa Seti, tena tutakuja tulione somo hilo. Kumbe sio wazao. Atakaye kuja kuniponda kichwa ni mzao. Lakini nimedili naye sana mpaka msalabani, naye sasa ameshindikana. Lakini sasa anakuja sasa kwa wazao. Wazao ndio hao wanaambiwa sasa, na Yesu anapewa moyo, furahini na kushangilia, kwa maana anasema furahini na kushangilia. Fungu la 12. Na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii. Kwa hiyo manabii waliudhiwa na wenyewe hivyo. Waliudhiwa kwa sababu walikuwa ni wafasi wa ule mzao. Na fungu la 16 Yohana na lenyewe linasema hivyo. Unapoona matatizo hapa duniani, unapokuwa umemfuata Yesu, ukaona matatizo ya kufuata, yaani usije ukafadhaika. Soma katika Yohana 16 fungu la 3, anasema na hao anasema kwamba fungu la 2, watawatenga na masinagogi. Hebu nianzie fungu la kwanza. Maneno haya nawaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja atakapodhania kila mtu awauae ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua
Baba, wala hawakunijua mimi, wala hawakunijua mimi. Kwa hiyo hayo yatatokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya joka. Joka kwa nini? Joka alimfuatilia mzao, na joka alipoona mzao ameshindikana, joka akamfuatilia mwanamke ambaye mwanamke ni kanisa. Inasema katika unabii kote mwanamke ni kanisa, pamoja na mbegu wanaotokana na kanisa, wazao wake. Akawafuatilia na kuwaudhi na kuwakatisha tamaa, lakini anakuambia furahini na kushangilia, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, na ndivyo walivyoudhiwa manabii kabla yenu. Yaani kwa hiyo inatakiwa kusimama imara, na kusimama imara ni kusubiri vazi la Kristo. Vazi la Kristo ni haki yake. Tunavalishwa kama jinsi Adamu alivyovalishwa lile vazi pale. Baada ya ile dhambi akatubu, akavalishwa vazi la Kristo, akavalishwa vazi lake, akatembea katika upya. Pamoja na kwamba alifukuzwa katika bustani ya Edeni na hakuruhusiwa tena kula ule mti wa uzima, lakini ameahidiwa kabisa kwamba Yesu atakapokuja, alionyeshwa kwa mbali kwamba Yesu atakuja na kufanya maisha mapya, na utaurithi uzima wa milele pamoja na wazaliwa wako watakaozaliwa kutoka katika viuno vyako. Nao wakifuata hivyo wakatii na wakaniamini, wakaamini ushuhuda wangu, nao utarithi nao uzima wa milele. Na hilo ndilo ambalo tunaloenda nalo, la kutengeneza tabia na kutengeneza mahusiano na Yesu anayetuwezesha, ili kwa kweli kwa kupitia mbegu ambayo ni Yesu Kristo tuweze kupata uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, hebu jadili katika mambo hayo. Kwa nini upotee wakati umepata bahati ya kupata neno hili la uzima? Kwa nini ukate tamaa useme mimi nikifa basi nimekwenda, wala sitaki kuonekana tena? Kwa nini upotee? Mungu hakukuumba ili kufa milele. Mungu amekuumba ili uishi, udumu milele, na udumu kwa kumtegemea. Principle ni moja tu. Principle ni kumtegemea Yesu ambaye anayetoa. Yaani mtu wa uzima sasa hivi ni Yesu mwenyewe. Kwa sababu neno la Mungu linafananishwa na chakula, sawa na ule mti wa uzima ulioko pale. Unapoula unaendelea na maisha. Tunapopata neno la Mungu tunaendelea na maisha. Na ndivyo ilivyo hata sasa hivi, tunatakiwa kula kila siku, kama Adamu na Hawa walivyotakiwa kula ule mti wa uzima kila siku. Mungu na kubariki sana katika jina la Yesu. Amina.